huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwansasu. Hosana. Hosana. Amina. Nami natawala na kumiliki. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha watu wa Mungu, na maisha ni upendo. Tukimwishi Mungu katika upendo, hakika kila tutakapomwita tutamuona. Anakuwa kweli yeye ameonekana katikati yetu. Watu wa Mungu, Yesu ambaye ni Kristo amerejea, na katika urejeo wake tumepewa nafasi ya kutawala na kumiliki. Maana yake ufahamu umeachiliwa sasa kwetu. Ufahamu umeachiliwa. Yesu ambaye ni Kristo alikuwa haonekani. Mungu wetu alikuwa hana udhihirisho katikati yetu, ni kwa sababu tulitawaliwa na dhambi. Dhambi, watu wa Mungu, ni uasi. Mengi tuliambiwa tusiyafanye, lakini sisi tuliyafanya, na baada ya kuyafanya tukaingia matatizoni. Kwa hiyo familia nyingi zinapitia changamoto, ni kwa sababu zinatenda yale ambayo wamekatazwa kuyatenda. Familia nyingi, makabila mengi, koo nyingi, tumeagizwa tuache kuabudu miungu, tuache kuwafanyia ibada wafu. Lakini sisi hizo ibada za wafu tunaendelea kuzifanya, na tunaendelea kuzifanya tukiwa bado tuko makanisani. Tunasema tumeokoka. Ndio maana unakuta katikati ya kanisa kwa waliookoka matatizo, shida, dhiki haviishi. Ni kwa sababu bado wanaendelea na ibada ambazo Bwana Mungu wetu wa urejeo amezikataza zisifanyike katikati yetu. Ujumbe tulionao wa muda mchache tu unasema madhara ya kutumikia, madhara ya kuabudu na kutumikia mizimu. Madhara yake ya kuabudu na kutumikia mizimu. Mko hapa mmevunja madhabahu zako, lakini bado mnatumika. Niulize, tunatumika kwa namna gani? Tabia ni za ukoo wenu hujabadilika. Hujabadilika. Madhara ya kuabudu na kuitumikia mizimu. Usiabudu miungu mingine. Usiabudu sanamu. Watu mna ibada za namna hiyo zimejaa kwenu. Ndio maana Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo anashindwa kudhihirika kwenu, kwa sababu ya vitabia tu. Sababu ya tabia. Sababu ya tabia. Sababu ya tabia ya ndugu.
Mimi nilifanya kipimo, nimekaa zaidi ya miaka 10 ya uokovu wangu. Mungu alinizuia kabisa mahusiano na ndugu zangu. Sasa nilikuwa natathmini yale maisha. Hapa akaja akanifungulia na nikawaruhusu kweli, hata nyumbani kwangu anakuja, tunaanza, nikaona nimeanza kuona tofauti. Nimefunga tena, funga. Sitaki. 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 Mimi siabudu miungu, hao wanaabudu. Wananiambukiza tabia. Tabia ni roho. Tabia ni roho. Tabia ni roho. Tabia ni roho. Kuna madhara makubwa sana ya kuabudu mizimu au kuunganishwa na mtu anayeabudu mizimu. Kuna madhara makubwa katika kuabudu mizimu au kuunganishwa na mtu anayeabudu mizimu au miungu. Unaweza kuwa umeokoka na unampenda Mungu, lakini kama hujaacha ibada za namna hiyo au tabia za namna hiyo, usitegemee kutoka. Mnaona gharama ya Mungu? Mnaiona gharama? Na wengi mko hapa, gharama kubwa ni kwa sababu ya ndugu hao. Kwa sababu ya ndugu. Mnaona gharama ilivyo? Marehemu alikuwa na mzigo mkubwa sana na mamake mzazi kwenye miungu ya kwao, lakini bado alienda kuchukua na kaa naye ndani. Wanategemea kitakutokea nini? Hapa nisipowaeleza kweli hatutakuwa huru. Sasa wewe niambie, ni mamako. Hafu mamako ndio chanzo cha miungu na madhabahu. Yesu okoa, sasa wewe utafanyaje? Utafanya nini? Utafanya nini? Kumbukeni marehemu mamake, nilimwambia kitu hapa. Mama, katengeneze wewe. Katengeneze, utamuondoa mwanao, katengeneze. Sasa leo mama zetu wajanja hawa. Mnanisikilizia? Mara pa juu. Sio kwamba matambiko haukujengea makaburi mpaka uende msituni au uende kijijini. Wale unaohusiana nao, mamako mzazi, wadogo zako, babako, mjomba, bibi, wanaomba pesa unawatumia. Mdogo wangu mmoja alikujaga miezi mingapi, mwaka jana mwishoni, ametoka kijijini, anambia mama mdogo anakusalimia. Nikamwambia, alinipigia simu, nilimwambia usinijue. Mdogo alisituka. Nikamwambia, nilimwambia usinijue. Ukitaka wewe na mimi tujuane, njoo kwangu uokoke. Hivi mimi leo nikapoteze hii kazi, nyinyi mkafe wote kulingana na Mungu alivyonipa, eti kisa ndugu yangu? Kisa ndugu yangu. Mimi nawafundisha mjue hii kazi ilivyo ngumu. Muujue huu wokovu ulivyo mgumu. Adui wa mtu ni wale wa wapi? Hakuna siku hapa tunapovunja madhabahu lazima tuseme za ukoo, upande wa baba, upande wa mama, na ndio hao unakaa nao ndani. Mungu amesema niwaambie ni gharama. Na haya tukiendelea nayo yatatugharimu. Na ameligharimu kanisa toka lilikotoka. Ameligharimu kanisa. Kuna madhara makubwa katika kuabudu mizimu au kuunganishwa na mtu anayeabudu mizimu au miungu. Unaweza kuwa umeokoka vizuri tu na unampenda Mungu,
lakini hujaacha kutoa sadaka mahali pa juu, tambua wokovu wako hautasimama. Wengi wokovu zetu hazijasimama ni kwa sababu ya hii siri. Kuna ibada tunasema tumeziacha, lakini hatujaziacha na zina madhara makubwa sana kwetu. Kanisa leo hii halina matokeo, tunapanda na kushuka. Ni kwa sababu ya hawa ndugu, kwa sababu ya hawa, ni kwa sababu ya hawa ndugu. Sasa wewe niambie, ndugu yako ametoka kijijini kufanya ibada za miungu, afu anapitia nyumbani kwako. Nyinyi mjui maana ya ile vitu. Kokote unakotoka kufanya ibada, maana yake ile miungu au wale malaika umewabeba. Umewabeba. Maana yake unatembea nao kwa ndugu yako. Sasa ametoka Usarura na ingia nao ndani mwako, ambao wewe watakaje? Usifikiri injili imegoma toka miaka hii. Biashara hizi, shughuli ninazozifanya mimi hawakuweza kuzifanya kwa sababu ya ndugu. Unamtumia ndugu yako pesa kijijini, dadako, nani, kakako, mjombako. Wewe unaona kwa nia njema tu, mwenzo anaenda kutambika. Na yote hatujui. Yule unayemsaidia sio yule unayemuona. Ni miungu ya kwao ndio inaoishi ndani mwake. Kama sisi, anayeishi si mie, ni nani? Ni Kristo. Maana yake unayempa ni nani? Wao ni miungu yao ndio mnaoishi. Tunasema idevu. Wanafunzi wa Yesu walisema kama injili yako Yesu iko hivi, kwanza turudi nyuma. Wakarudi nyuma. Na nyinyi rudini mlango huo. Wewe fungua mlango huo. Mimi nawapa kweli, na kweli itatuweka uhuru. Mnasikia? Wanafunzi wa Yesu walisema kama ndio injili yako iko hivi, ngoja tuondoke tu. Kwa sababu watu hawakuwa tayari kuachana na ndugu zao, kwa sababu kuna gharama. Kuna gharama. Kuna gharama, watu wa Mungu. Wewe nia yako ni njema. Anaomba haya, wewe ndo mamako mdogo yuko kijijini anaomba, na wewe umekaa rohoni ni mdogo wa mama yako wa tumbo, unaanza kumrushia. Lakini kama hujaacha hizi ibada za mahusiano ya namna hii katika kutoa sadaka au ndugu wa kila aina mara pa juu, wokovu wako hautakuwa na faida. Leo ninachotaka kusema na kufundisha, wokovu wetu hauna faida ni kwa sababu ya ibada za mara pa juu. Unaliangalia na mtoto umeacha kijijini kwa mama. Wewe unategemea nini? Wewe kila siku patakuwa panasonga tu, leo kike. Unaniangalia? Kamchukue mtoto. Patikani kivipi? Acha wayo mambo. Wacha nyinyi. Wao wanaowashughulikia hapo ndio wanaoishi na mwanao, Kitatokea. Tumemwokoa mwanao hapa, itaka kufa, unalia kama nini? Siku ile akuokolewa mwanao hapa. Mimi nikakuagiza nini? Sasa kasimame stand pale, agiza mtu akachukue, wewe simamaga huku. Wakuletea haraka, kimbiaga. Mtoto amekufa kabisa, analia, ananipigia simu mwezi uliopita. Tena ulijitahidi ujasema, mimi mwanangu sitaki mimi afe. Mimi Mungu wangu ana uwezo wa kumkatenda. Mwanangu sasa nenda kachukue nini? Ishi naye wewe mwenyewe kwa shida zako, ni wa kwako. Huyu Mungu aurejee, kuna mengi atayafanya. Unaona sasa hawapatikani. Kwa hiyo kuna mengine tunajielezea ukweli. Manake ukipata mshahara wako ambao Mungu wa mara hapa amekupa, na mtoto yuko kijijini kwenye ibada za mara pa juu, si lazima utatuma kule.
Kwa hiyo kitakachotokea wewe kwako ni kila siku utakuwa unarudi nyuma, ila ufanyi ibada za mara pa juu, unafanya kwa mfumo, kwa njia hii. Matatizo hayataisha, leo yapo, kesho hayapo, ndio tutafanyaje? Wanafunzi wa Yesu walisema kama injili ndio iko hivi, ngoja tuondoke tu, watu ondoke. Lakini haya kwa historia ya kibibilia, mfalme Sulemani alimpata. Kuna tabia hapa haziondoki kwetu, ni kwa sababu ya hilo, ya hizo ibada. Ndio maana kila siku mtume hapa atakufungua, sio wewe. Mimi kwako nishahama wewe, utafunguliwa kesho. Tatizo linakuja, ujui chanzo cha ile tatizo. Kuna ibada za siri zinazoendelea za mara pa juu kwa ndugu. Sisi katika uokovu wa urejeo wa ukoo wa Mwansasu, anayeishi sio sie, ni Kristo. Wapi? Ndani mwetu. Ndio maana sisi tuna uwezo wa kutoa kinywa cha kumbariki mtu, kwa sababu anayeishi ana baraka. Bibi yako, dada yako, mjomba wako, dada yako. Lakini hizi ibada za ndugu kwa ndugu ndani ya sisi makanisa tuliokoka za mahala pa juu ndizo zinazotugharimu mpaka leo. Niwape siri, vile vitu vinaambukiza, ni roho. Unasikia? Anayenena si mie, anayeishi si mie. Mnielewa? Kwa hata huyo ndugu yako anayeishi mle ni babu yake, ni ule bibi yako aliyemkataa, ni ile miungu ndio inomwendesha yule. Nyamjui haya maarifa. Kwa unapokaa na yule ndugu yako mnafanya hayo mambo ya kindugu, maana yake unakaa na wale uliowakataa. Wanaotugharimu kwenye familia zetu, kwenye maisha yetu ni hawa ndugu. Mfalme Sulemani alijikuta akiteswa na laana ya kuoa wake wengi. Jamaa alioa bwana. Kwa nini? Ni agano la ukoo wao. Lakini huyu mfalme Sulemani alimpenda sana Mungu kama wewe unavyompenda Mungu wa urejeo, Israeli mpya. Mwansasu unampenda sana. Lakini kuna mambo baada ya kunyemelea, ni kwa sababu ya ibada za mara pa juu. Mfalme Sulemani hakuacha hizi ibada, hakuacha wale ndugu. Sitaogopa kufundisha eti kwa sababu kuna gharama ya kuacha ndugu. Sitaogopa. Ni heri ujue unakwenda, na kama utaenda motoni, tambua kabisa kwamba mtume Mwansasu alinifundisha. Na kama kile ukitafuta havipatikaniki na ukivipata vinapotea, tambua kwamba kuna maarifa mtume alinipa, ila nilipuzia mimi. Nilipuzia. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha, na maisha ni upendo. Mfalme Sulemani hakuacha kama hizi tabia za huyu jamaa, hakuziacha. Na hizo tabia kama za huyu jamaa zilikaa ndani mwake Mfalme Sulemani, zilikuwa ni za ukoo, naye jamaa ni za ukoo. Ni za ukoo. Ni za ukoo. Mfalme Sulemani kwao kulikuwa na roho ya zinaa, uzinzi. Lakini alimpenda Mungu. Lakini alivyoendelea kufanya ibada za mara pa juu, manake kukaa na ndugu zake, kuwasaidia ndugu zake, ile roho iliendelea kumnyemelea naye na uokovu aliona. Akajikuta baadaye ameoa wake walio zaidi ya 1,000. Na kila mwanamke aliyekuja ndani ya nyumba alikuja na ibada za mara pa juu.